وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Ndugu Waislamu, na wahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani wajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika elimu na masomo ndani ya Uislamu na somo linaloitwa fiqhul awlawiyat, yani fiqhi ya kufunza mambo yaliyofanywa kuwa ni vipaumbele, au unaweza kusema ni jurisprudence of priorities. Somo hili linajikita zaidi kwenye mpangilio wa matendo na hukumu za kisheria kwa namna na kwa mujibu wa umuhimu wake, au unaweza kusema ni somo la mambo ambayo yamethibiti katika sheria kuwa yanafaa kutangulizwa kabla ya mengine, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani baada ya bismillahir rahmanir rahim, wama yastawi al-a'ma wal basir. Mwenyezi Mungu anasema hawawezi kuwa sawa yule ambaye anajua elimu yake ya dini vizuri na anafuata, na yule ambaye hajui elimu yake ya dini. Hawa hawawezi kuwa sawa. Elimu hii ndiyo Mwenyezi Mungu anatuambia ndani ya Qur'ani vile vile kwenye msisitizo wa elimu hii. Ukishajua kipi ndo muhimu, ukitangulize, kisicho muhimu kifuate nyuma. Nasema katika Qur'ani baada ya bismillahir rahmanir rahim, akikemea tabia isiyo sawa inayotanguliza kilicho muhimu na inaacha muhimu zaidi. Mwenyezi Mungu anasema baada ya bismillahir rahmanir rahim, bal tu'thiruna alhayata ad-dunya, nyinyi mnapenda zaidi raha na starehe za dunia, wal akhiratu khairun wa abqa, ilhali akhira ndiyo bora, ndiyo muhimu zaidi na ndiyo jambo la kudumu. Maana yake inatakiwa itangulizwe akhira kabla ya dunia. Katika suratul Duha aya ya 4, Mwenyezi Mungu anamliwaza Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini ndio anaweka kanuni ya sisi sote kuishi nayo, alipomwambia baada ya bismillahir rahmanir rahim, walal akhiratu khairun laka minal ula, kwamba akhira ni bora zaidi kwako wewe kuliko dunia. Sisi kwenye somo la kutanguliza vipaumbele, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatufahamisha kinachotakiwa kutangulizwa kati ya zile starehe na raha za dunia na akhera. Basi akhera ndiyo bora zaidi kutangulizwa. Kwa hiyo mara zote tufanye mambo yatakayotufaa katika maisha baada ya dunia. Anatuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mlioamini, ittaqullah, mcheni Mwenyezi Mungu, waltandhur nafsum ma qaddamat lighadin, na nafsi iangalie imetanguliza nini kwa ajili ya kesho. Mpaka inaambiwa nafsi iangalie ilichotanguliza kwa ajili ya kesho, maana yake kesho ni bora zaidi kuliko leo, kwa maana ya akhera. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa waja wake wenye kusikiliza maneno na wakafuata yaliyokuwa mazuri. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala yaqul, fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'id billahi minash shaitani rrajim,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Ndugu Waislamu, nawahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani wajapata waja wa Mwenyezi Mungu huhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwenye somo hili la kujua vipaumbele, vile vitu muhimu na muhimu zaidi, na ndivyo Mwenyezi Mungu alivyotuwekea. Yako mambo katuambia haya muhimu, na yako mambo katuambia haya muhimu zaidi, na kwa sababu ni muhimu zaidi tunatakiwa tuyakimbilie kwa haraka. Lakini nyuma yake kuna fundisho, na fundisho lenyewe ni kila mmoja wetu kuhakikisha anajipanga vizuri kwenye maisha yake, anakuwa anao mpangilio wa sawasawa, kutanguliza kilichokuwa muhimu zaidi, kisha muhimu na vingine vifate. Na kila mara kwenye chochote unachofanya unatakiwa ujikague namna hiyo, isije ikafika wakati umri umemalizika, sasa ndo unagundua yale uliyoyafanya muhimu hayakuwa muhimu na huwezi kurudi tena. Katika Suratul Mu'minun aya ya 99 mpaka ya 100, Mwenyezi Mungu anatueleza ili turudi tujikague. Anasema baada bismillahir rahmanir rahim, hatta idha jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Anapiga mfano wa washirikina kwamba mpaka mtu anaendelea kwenye kufanya yasiyofaa ambayo sio muhimu, mpaka umauti unapomfika, sasa anaona dalili zote kwamba sasa anaondoka duniani. Sasa ndo anasema kumwambia Mwenyezi Mungu anaomba arudishwe duniani ili akafanye mema katika yale ambayo umri wake wote umepotea hakuyafanya. Wakati huo ukifika, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, Mwenyezi Mungu anasema hayo maneno yake hayana maana tena, kwa sababu haiwezekani. Aya hizi zinatufunza organize your life, panga maisha yako vizuri kwa namna anavyopenda Mwenyezi Mungu na kuridhia, na muda wako ndio huu. Ukishindwa kutanguliza vilivyo vya muhimu zaidi, ukishindwa kutanguliza vilivyo vya muhimu, muda ukimalizika hakuna wakati tena wa kurudi. Kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu anatueleza kisa cha Firaun na Nabii Musa. Firaun alipewa muda wa kutosha wa yeye kutanguliza yaliyo muhimu na muhimu zaidi, lakini hakuutumia, au alipima vibaya. Yale yasiyo muhimu yeye akafanya ndiyo muhimu, akaendelea kuishi hivyo mpaka siku ile anakufa maji, anaghariki. Sasa akawa ana hakika kwamba sasa anakufa, hakuna tena muda. Mwenyezi Mungu anatuhadithia katika surati Yunus aya 90 na 91, anasema hata idha adrakahu algharaq
mpaka alipokuwa na hakika kwamba sasa anazama, anakufa kwenye maji. Qala amantu, akasema nimeamini leo, annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil, kwamba kweli hapana mola isipokuwa yule waliomwamini hawa wana wa Israili. Wa ana minal muslimina, na mimi ni miongoni mwa hao wanaonyenyekea na kusilimu kwake. Kaamini, anataka kutanguliza yaliyo muhimu na muhimu zaidi, lakini muda haupo tena. Aya 91 Mwenyezi Mungu anatuambia, akamwambia Firauni, alana wa qad asaita qabl, leo sasa hivi ndo unayatambua yaliyo muhimu katika maisha yako na muhimu zaidi, ilhali umeyakataa maisha yako yote. Wa kunta minal mufsidin, na ulikuwa miongoni mwa wenye kufanya uharibifu. Maana yake anataka kutanguliza, muda haupo. Kila mmoja wetu anayo maukifu hii, maukifu al-gharq, ana kipindi cha kuzama. Kuzama maana yake muda wako kila mmoja ana muda unapokuwa umekwisha, na hakuna anayejua kati yetu muda wake unakwisha lini, wapi. Wapo wenzetu tumewashuhudia, tuliswali nao hapa, alipotoka nje ya msikiti akaanguka, hakurudi tena. Kama hivyo ndivyo wewe ukijikagua, ni kweli umetanguliza kwenye maisha yako yaliyo muhimu zaidi? Umetanguliza yaliyo muhimu, na haya unayoyaona ya muhimu zaidi unayoyakimbiza, mpaka wakati mwingine unakosa kuswali, mpaka wakati mwingine uko tayari kufanya chochote, unadhani ni ya muhimu kisawasawa? Kwa sababu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatueleza watu wa peponi watajuta siku ile ya Kiyama. Wako peponi, wao watajuta. Ni bora kuwa katika watu wa pepo kujuta kuliko kuwa nje ya pepo, kwa sababu majuto yako hayatokusaidia wala hayatokufaa tena. Anatuambia, laisa yatahassaru ahlul jannati ala shay'in illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkuru Allah azza wa jalla fiha. Watu wa peponi hawatojutia chochote isipokuwa watajutia ule muda ambao uliwapita duniani, na ndani ya muda ule hawakumtaja Mungu. Mimi na wewe tutajutia nini? Tujifunze kutoka kwa Firaun. Hata idha adrakahu al-gharq, muda umekwisha, sasa ndo anasema amantu, nimeamini. Imani yake haikumfaa. Fiqhi ya kutanguliza vipaumbele itufunze sisi tutangulize kweli vilivyo muhimu, na vilivyo muhimu zaidi anavyovipenda Mwenyezi Mungu na kuviridhia, na wala si vinginevyo. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa waja wake walio wema, wanaosikiliza maneno na wakafuata yaliyokuwa mazuri. Kisha kwa mafundisho mazuri haya aliyotuletea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu akatuamrisha jambo alilolianza yeye mwenyewe, kisha akalifuatisha kwa malaika, na akamalizia kwetu sisi kwa kutuambia, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan minhum amirul mu'minin sayyidina Abi Bakr as-Siddiq, amirul mu'minin sayyidina Umar ibn al-Khattab, amirul mu'minin sayyidina Uthman ibn Affan, amirul mu'minin sayyidina Ali ibn Abi Talib, بقية العشر بشرين بالجنة والأزواج نبيك عمي وسبته ذوي الإخلاص وصفا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.